Simba hata rudi na taji hapa. Mwenyekiti wa kudumu na uacha hapa. Kwa nini Jabiri? Haina maana kwa sababu kwanza nina vitu vitatu. Na wazee bora. Umeelewa, na washabiki bora, na timu bora, na viongozi bora. Nakosaje kombe la shirikisho? Lakini tuanzie hapo kwa katika wazee wa Simba. Siku ya jana tuliweza kumsikiliza na kumtazama mzee Dalali akizungumza kwamba kuna baadhi ya watu wanataka kutia mkono katika mechi yenu. Wewe kama shabiki na mwanachama wa Simba kuelekea katika fainali, unaliona hilo? Mimi nimeliona hilo, lakini kwa sababu Simba ina uigo mpana, wameshindwa na atashindwa kwa sababu ni mtu ambaye atakuisimamisha timu yake ikae sawa ili ionekane Simba kwamba ina jinsi ya kuweza kufanya kucheza kwa chini ya kiwango. Lakini mimi nimwambie kitu kimoja, nao sio wengine, ndugu zetu wa upande wa pili wa Yanga ndio wanapambana kwa ajili hiyo ili tuweze kufanana, tuonekane wote tumecheza mashindano ya shirikisho, hatua ya finali hakuna aliyechukua kombe. Lakini siku zote watu wanasema hivi, mwenzako anapewa kapewa, hata ufanyaje ni bure. Kwa hiyo mimi naambia ndugu zangu wa Yanga waje vizuri, na kama kuna hujuma wote atakuifanya wajiangalie katika hiyo juma, kwa sababu tuko sawa, tuko vizuri, na ndio unakuta baadhi ya wenzetu wengine wana Simba wako Zanzibar, wengine tuko hapa bara, tuko jiji la Dar es Salaam na tunaendelea kuzungumza kuchagiza. Kwa hiyo tunajua janja yote. Kwa hiyo wala usiogope mwandishi, sababu tayari Simba wako vizuri na Simba wako sawa. Bali tu mimi ninachoamini, finali huwa ichezaji na timu ikiwa nzuri. Finali haichezi na timu ikawa bora. Timu inaweza ikawa inacheza vizuri kwenye pitch, lakini kwenye finali ya mwisho kombe lile pale wakatetemeka wakaliacha kombe. Kwa hiyo na imani kabisa Berkane wanakuja kuliacha kombe Dar es Salaam baada ya kutangulia mechi ya awali goli 2-2. Wanakuja hapa uwanja wa Amani Stadium katika nchi ya Mama Samia, katika Tanzania ambayo ina amani. Mimi na imani kabisa wanaliachia kombe chini ya goli 4-1 au goli 3-0. Sasa hapo ataangalia mwenyewe, tupate goli 4-1 au goli 3-0 ili tuweze kuchukua ile kombe, kwa sababu ukiangalia Watanzania waliokuwa karibuni 65,000 wote wanatarajia kulichukua kombe hilo ili waende wakaenjoy katika sherehe zao na kwenda kuenjoy katika maisha ya mpira wa miguu. Safari hii ni zamu yetu, safari hii tunabeba bila shida yote. Jabili, Simba imeingia finali mara mbili, ukiachana ile ya 93 lakini pia ya hii ya kizazi chetu mwaka 2023. Nini kimebadilika ndani ya Simba, kitu ambacho kinakupa matumaini kwamba kwa wakati huu licha ya kutanguliwa bao mbili, lakini mna imani kubwa kwamba mkiwa nyumbani mnaweza kuondoka na mabao? Kitazama katika safu ya ushambuliaji ya klabu ya Simba inatengeneza sana nafasi, lakini katika kumalizia inakuwa ni mtihani kidogo. Kesho au kesho kutwa Mungu akipenda, yani kumalizia wala utaimba wimbo tena, watu watamalizia, kwa sababu kama unawasikiza vizuri watu wa mpira, kama unawasikiza vizuri wenyewe Berkane, unajua kabisa kwamba ameisha na amefungwa sio chini ya goli hizo 4. Siku zote watu wanasema hivi, kwenye mpira wa miguu hakuna ambayo inashindikana, yote inawezekana. Sasa kwa safari hii Simba tuko sawa kila idara. Ukiangalia idara ya viongozi, idara ya washabiki, idara ya wanachama na idara pia ya wachezaji. Lakini pia kuna fungu maalum au watu maalum wanaitwa wazee wa Simba wenye tija. Achana na wazee wa Yanga ambao wana tija. Hawa ni wazee wa Simba wenye tija. Wanajua kabisa kwamba mashindano haya yanachezwa nje ya uwanja na ndani ya nini? Ya uwanja. Ndio maana kafu akasema hivi, finali hiyo nyumbani na nini? Na ugenini. Sasa nyumbani kwa Berkane tumetoka, umefanya alichofanya, amepata goli 2. Wamekuja nyumbani kwetu sisi, na sisi tunaungana na wazee, tunafanya tunachofanya tuweze kufunga goli 4-1 au 3-0. Kwa hiyo mimi naona yote mabadiliko makubwa ni hapa. Sasa hivi tunatajiri kijana model, tuna viongozi ambao kama huna elimu ya digrii usikuongoza Simba. Kwa hiyo kuna mabadiliko makubwa kati ya 93 na 2025. Kwa hiyo naona kabisa safari hii tumejipanga kwa kujituma kuweza kufanya kazi ifasavyo hadi tunaweza kuchukua nini? Taji la shirikisho. Na taji la shirikisho, kombe la shirikisho linabakia Tanzania, sio kwa bahati mbaya. Itabakia likiwa limebakia kwa sheria na kanuni kufuata. Na ndio maana unaona Simba kazi yake ni kucheza mpira. Waliposema twendeni Zanzibar, na sisi tumekubali, tumeenda. Walipotuelekeza kama tiketi namna gani tutatumia Simba Day, tumeelewa. Sasa mimi nashangaa baadhi ya watu wengine ndio wanaumia. Lakini kuna katibu kanatoroka na wachezaji. Kila wanaumia. Si ndio timu ambayo inatoka na wachezaji. Unakuta wachezaji wengine wanaondoka usiku, wengine asubuhi. Wewe ushaona ligi haijaisha eti mchezaji anaambiwa kauzu. Dunia wapi? Mimi nakwambia Yanga hawa, Yanga da saa 7 kweli. Mtangazaji, mimi naona kabisa kwamba tukishirikiana vizuri, tukiondoa Yanga, timu 15 za ligi kuu, tukiungana, kombe tunalibakisha hapa Tanzania bila shida yote. Wewe usio na shaka. Nini umembagua mtani wako sasa? Nimembagia mtani wangu sababu ana usura, ana roho mbaya. Hakuna timu ambayo ina roho mbaya Tanzania kama Yanga.
Hakuna timu ambayo inahusu Tanzania kama Yanga. Hakuna timu ambayo haijaanza kwa ajili ya mpira kama Yanga. Kwa hiyo hao ndio natoa na siwaelewi. Na ndio maana unaona kuna rafiki zangu wakina Godi Yanga ndani wameiga ile tamaduni za timu yao kuwa na utamaduni wa kizamani. Sasa unaenda kutoa hela yako na nunua jezi ya Berkane. Na unajua kabisa kwamba hapa Amani Stadium hatoki mtu. Unaona unajisumbua. Kwa hiyo ni watu ambao wanafuata nini? Mazoea, hawafuati nini? Falsafa za mpira. Kwa sasa hivi Simba tuko tayari, Simba tuko sawa na Simba tuko nguvu moja. Kwa hiyo ambaye atajiona yuko tofauti, atupishe. Hata akiwa mwana Simba akijiona kidogo moyo wake mkopesi, atupishe, atuache sisi twende. Sisi ambao tuna moyo wa nini? Wa kijasiri. Sababu mpira wa miguu unachezwa na ujasiri na unachezwa na utayari. Simba tuko tayari na ujasiri tuko tayari. Tuliyofanya na tunaendelea kuyafanya tunajua wenyewe. Lakini wale Berkane watakuwa kama isi vita kipindi kile, mwisho wa siku wataondoka kwa Tanzania wakiwa wanakonda kwa tumemwagia madawa. Kumbe ni jinsi gani wamepikwa na wazee wa Simba, ni jinsi gani wamefunikwa nje ya uwanja, ni jinsi gani tumejiandaa na Simba nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Utamwona Elia Mpanzu anateleza, utamwona Ateba Messi anateleza, utamwona mzee wa anateleza, utamwona Kibidani anateleza siku ya Jumapili. Siku zote naweza kuwakataa, lakini Jumapili hawa wachezaji kaangalie, watakuwa wanapiga mpira mkubwa. Na mfungaji wa goli la kwanza atakuwa ni Chazi ya Ua, atapiga faulu. Mfungaji wa goli la pili atakuwa ni mtu wetu ambaye Yanga anasema na 6. Injinia anavyodanganya Yanga na 6, Elia Mpanzu. Mfungaji wa goli la 3 atakuwa ni Shomari Kapombe. Mfungaji wa goli la 4 atakuwa ni Spider Kamara. Anaenda kumalizia kwa sababu itapigwa kona sasa, dakika zikaisha, anapiga kichwa. Na imani kabisa. Kwa hiyo hadi golikipa atafunga siku hiyo. Ya, kwa sababu tayari tumeshatengeneza falsafa ya kwenda kupata ushindi mzuri. Golikipa wa Simba anaweza kufunga goli bila wasiwasi wote. Kwa sababu goli la 4 itapatikana dakika ya 96. Zile dakika 7 anaongeza. Kwa hiyo lazima Kamara atapanda. Sababu anakumalizia na anaweka goli la 4 hapo hapo. Jabili, matokeo haya umeyapata wapi wewe? Kwa sababu mimi mtu mzima na mpira unachezwa kwenye pitch na nje ya pitch pia unachezwa. Ndio maana FIFA wanasema fainali iwe moja, lakini kafu wakaweka fainali nyumbani na ugenini. Sasa ukishinda kuchukua taji nyumbani kwako utapata hapo. Na ndio maana unaona katika ukiongea kiutu uzima kuna watoto wanahangaika kwa ajili ya fainali ya kuziba yale maneno yasikike, lakini mimi nina imani kwa maneno haya sio kama nabahatisha, sisi tangu na mpira unaujua tunashinda Amani Stadium goli 4-1 au 3-0. Kama Simba hata rudi na kombe la Salama, mimi navua cheo changu cha mwenyekiti wa kudumu maeneo ya Karume hapa nje kidogo ya jengo la TFF. Najivua kabisa kama Simba nyinyi na kombe hapa Dar es Salaam, kombe la shirikisho. Na ile kombe litakuwa limeenda katika falsafa ambayo tunahitaji. Breki ya kwanza tunaenda Chato, breki ya pili tunairudisha kwa Mama Samia aweze kulibariki. Sasa tuendelee kusherehekea katika mji wa Dar es Salaam na mikoa mingine mbalimbali. Lakini kwa Tanzania wenzangu, washabiki wenzangu, mimi kwa 99% au kwa 100 na kitu, Simba analeta kombe ndani ya Dar es Salaam. Simba anachukua kombe Amani Stadium, na tayari Hussein Mwinyi, rais wa Zanzibar, ataanza kulibariki yeye. Hapo pili ndio lije Tanzania bara. Sasa alikutana na rais mwenyewe sasa, mama ambaye amekuwa ana impact kubwa katika michezo, ambaye ana support michezo, ambaye anaweza kujitolea kutoa hata ndege za serikali kulipa timu iende ikapata nini matokeo mazuri. Goli 2 kwa Simba ni goli ndogo sana ndani ya Amani Stadium, ni ndogo mno. Na wale ambao kwa wanajua kwamba Simba makali yake ni kwa Mkapa tu, mpaka visiwani Zanzibar Amani Stadium Simba iko vizuri. Bado siongee kwa kujifurahisha, siongei kwa kiki, bali mimi mwenyewe nimeangalia mpira wa Afrika unavyochezwa. Na ndio maana leo unaona mashirika mengi sana ya shirikisho la mpira wa miguu wa Afrika, ya viongozi wao wengi wana timu. Kwa nini? Sababu anajua atashawishi ile timu zao zipate mataji, watashawishi timu zao ziwe na msimamo. Sasa mimi na imani makamu wa rais wa shirikisho timu yake inaingia chuo cha kike ndani ya uwanja wa Amani Stadium Zanzibar. Tunawapiga Berkane vile vile walivyo, wako bora, wako vizuri, wako sawa. Fainali inachezwa kwa utayari wa siku hiyo umeamkaje? Fainali inachezwa nje ya uwanja, umejiandaaje? Fainali inachezwa na timu ambazo zina sayansi ya mpira. Fainali haichezi kama Yanga alizocheza kishamba. Fainali Yanga amecheza kishamba, unashindwa kwa nini wachezaji wako? Unakuta fainali inafika Aucho ana kadi. Lakini angalia Simba anacheza fainali, wachezaji wote wako sawa. Kwa sisi Simba
tunacheza fainali kinyanja, Yanga amecheza fainali kishamba, na hii na imani tukichukua ile kombe Yanga yetu watakuwa wamezimika. Siku hiyo Mungu akipenda, siku ya Jumatatu hospitali zote zitajaa mashabiki wa Yanga, sababu watakuwa tayari wamezima, wamelala, hawaamini macho yao, hawaamini macho yao. Injinia sijiandae kufukuzwa ndani ya Yanga Afrika, Alikamo jiandae kufukuzwa ndani ya Yanga Afrika. Baada ya Simba kuchukua taji la shirikisho, utaonekana wao umefanya hujuma kwa sajili ya mzee Chama, mzee Pakome, mzee Ziki, mzee Diawa. Wenzako wamesajili vijana wakina Chazi Aua, wakina Dani, wakina Elia Mpanzu, wamekuja kuweka ule ujana wao, sasa ndio wanaenda kuperformance vizuri mpaka leo tunaenda sawa. Na hivi ninavyokuambia, ndani ya mji wa Tanzania, ndani ya ardhi ya Mama Samia, ndani ya ardhi ya Mzee Hussein Mwinyi, kila kitu kiko shwari na kila kitu kinaenda sawa. Kuna maneno fulani aliongea Hussein Mwinyi kwamba Simba fanyeni lolote, mimi nimewalipia kila sehemu. Kwa hili mimi naliona kabisa kwamba Berkane wanaondoka akiwa vichwa chini, na Yanga watakuwa siku hiyo wanaenda kulala mochwari au wataenda kulala Muhimbili katika hodi za magonjwa mahututi, kwa sababu Simba anaenda kuchukua taji hiyo. Shukrani sana. Asante sana, lakini waambie hii ndio Simba, waambie ile ndio kumtaza Mangungu. Asante sana. Inshallah.